Tunapenda kukupongeza wewe pamoja na viongozi wengine wa serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kwa namna ambavyo mnaendelea kusimamia na kulinda na kutunza amani ya nchi yetu, hasa baada ya kipindi kigumu cha baada ya uchaguzi Oktoba 29. Sote tulishuhudia aliyotokea siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi ambayo hayakuwa na taswira nzuri katika nchi yetu. Pongezi za ziada ziende kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kuhakikisha kwamba amani na usalama ilirejea katika kipindi kifupi. Kipekee tuipongeze sana serikali kwa kuunda tume maalum ya kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Ni imani yetu kwamba tume itabainisha wazi nini chanzo cha matukio haya na kutoa njia sahihi ya namna ya kufanyia kazi matokeo yake kwa haki na kwa uadilifu, na baadaye kutupeleka kwenye maridhiano yatakayoleta mustakabali mwema wa nchi yetu, ili tuendelee kuishi kama jamii moja katika nchi yetu. Tuendelee kuipa ushirikiano tume hiyo kwa siku zao chache zilizobakia ili waweze kufanikisha lengo muhimu la kuundwa kwake. Kila mmoja katika nchi yetu anapaswa kupata funzo la kilichotokea mwezi Oktoba mwaka jana na kuhakikisha tunaepuka migogoro inayoweza kuleta mifarakano inayoweza kuathiri usalama na amani wa nchi yetu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na yale yote yanayoendelea kwa wenzetu ambapo athari zinazotokana na vita ni kubwa kwa maisha ya mwanadamu na mali zao. Tuungane na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika dhamira yake njema ya kutupeleka katika maridhiano ya kweli kwa mustakabali mwema wa ustawi wa nchi yetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe katika hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na kuratibu na kusimamia masuala ya dini ya Kiislamu hapa nchini Tanzania, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA linaendelea kufanya shughuli mbalimbali zinazohusu ustawi wa jamii nchini. Kipekee baraza limedhamiria kujiimarisha katika huduma za afya ili kuweza kuungana na serikali na wadau wengine kutoa huduma hiyo muhimu kwa jamii. Na ili kutimiza dhamira hiyo, tunaendelea na ujenzi wa vituo vya afya katika kila mkoa, takriban kila mkoa katika Tanzania bara na hata baadhi ya wilaya nchini. Mbali na ujenzi wa vituo hivyo vya afya, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania limedhamiria kujenga hospitali yenye hadhi ya rufaa hapa Dar es Salaam, ambapo Mheshimiwa Rais, Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni kwa kushirikiana na Shirika la Maendeleo la Dar es Salaam DDC limetoa eneo la ekari 10 sawa na mita za mraba 40,470 lenye thamani ya taslim shilingi milioni 607 ambalo tunatarajia kujenga hospitali hiyo. Ombi letu mahususi kwako Mheshimiwa Rais ni kukuomba usaidie ili tuweze kupata eneo hili na tuweze kuanza mchakato wa ujenzi wa hospitali hiyo mapema iwezekanavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania kama chombo cha kijamii kinasimamia shughuli za Waislamu wa Tanzania, kinaendeshwa kwa misingi ya kisheria kutokana na usajili wake kufuatia sheria na taratibu za nchi. Kwa kuzingatia hayo, napenda kufahamisha umma wa Tanzania na Waislamu kwa ujumla kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa BAKWATA kuanzia ngazi ya msikiti hadi ngazi ya juu ya kitaifa. Msingi mkubwa wa chombo hiki kwa mujibu wa katiba yake ni kwamba sisi Waislamu wa Tanzania, kwa kuwa tunaamini kama Waislamu wengine wote ulimwenguni na kwamba hakuna pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake na Mtume Muhammad ni mjumbe wake na hapana tena mtume mwingine badala yake, na kwa kuwa tunaamini vile vile Qur'ani na Sunna ndio vitu viwili vikubwa ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameviacha katika umma wake, na kwamba ili tuongoke ni lazima tuvisome, tuvizingatie na tuvifuate barabara. Na kwa kuwa tunakubali kwamba ni wajibu wetu kuendeleza na kuimarisha itikadi yetu na kwamba kuna haja kubwa ya kukuza na kuimarisha ushirikiano, umoja na udugu miongoni mwetu kwa Waislamu nchini Tanzania. Kwa hiyo basi tumeamua kuunda chombo cha kudumu cha kuratibu na kusimamia kwa kuongoza shughuli hizo ambacho ni Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Chombo hiki kimeundwa na Waislamu wenyewe katika madhumuni ambayo tumeeleza hapo juu. Kwa msingi huo, tunawaomba na kuhamasisha wale wote wenye moyo na ari ya kutumikia Waislamu nchini Tanzania
wajitokeze kuomba nafasi mbalimbali za uongozi kwa ngazi tofauti pindi zitakapotangazwa. Ikumbukwe kwamba ngazi ya chini kabisa ya uongozi wa BAKWATA ni ngazi ya msikiti, na hiki ndicho kigezo kikubwa kinachodhihirisha kwamba hii ni taasisi ya Waislamu wote nchini bila kumbagua yoyote. Rejea katiba ya BAKWATA ibara ya 18 inayozungumzia kwamba wajumbe wa mkutano mkuu wa msikiti ni imamu wa msikiti, naibu imamu, wajumbe wote wa kamati ya msikiti na waumini wote wanaoishi na kuswali katika eneo husika. Hii ndiyo tofauti ya BAKWATA na taasisi nyingine ambao wanachama wao ni yule wa kujiandikisha au registered members. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapomaliza nguzo ya 4 katika Uislamu, mbele yetu ipo nguzo ya 5 ambayo ni hija. Maandalizi ya hija yanaendelea vizuri na kwa 90% yamekamilika, na inshallah matarajio yetu ni kuwa kiasi kilichobakia nacho kitakamilika hivi karibuni. Kupitia jukwaa hili tunaendelea kuwakumbusha Waislamu wenzetu kuwa mara msimu wa hija wa mwaka huu utakapoisha, yanaanza maandalizi kwa msimu unaofuata. Kwa muktadha huo, tunaendelea kutoa wito kwa wale wanaokusudia kutekeleza ibada hii kwa mwakani wajiandae mapema, kwani taratibu za maandalizi huko Saudi Arabia zimebadilika na kwa sasa tunapaswa kwenda na kasi ya mabadiliko hayo. Kabla ya kumaliza, nichukue nafasi hii kukushukuru tena kujumuika nasi katika shughuli hii muhimu, na tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kukupa afya na nguvu kuweza kuendelea kutuongoza pamoja na wasaidizi wako wote. Pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote waliofanikisha shughuli hii adhim ya maadhimisho haya ya Baraza la Eid leo hii. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, anawatakia Waislamu na wananchi wote kwa ujumla kusherehekea sikukuu hizi za Eid al-Fitri kwa salama na amani. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuonyeshe haki kuwa ni haki na tuweze kuifuata, atuonyeshe batili kuwa ni batili na atuwezeshe kuepuka. Kulu amu wa antum bikhair. Eid Mubarak. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.